الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha at-tajrid as-sarih li ahadithi al-jami' as-sahih lil-imam al-Bukhari, ikhtisari ya al-imam az-Zabidi rahimahumullah ta'ala, tukiwa bado kwenye kitabu as-salah. Qala rahimahullah ta'ala: babu yaruddu al-musalli man marra baina yadayhi. Mlango unasema babu, mlango yaruddu al-musalli, amzuie mwenye kuswali, man marra, yeyote au chochote chenye kupita, baina yadaihi, mbele yake. Chochote, man marra, chochote kile kitakachopita mbele yake. Al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani akasema sawaun kana adamiyan au ghairihi, sawa sawa kitakachopita mbele yake awe ni mwanadamu au kitu kingine. Kama tumesema man marra, chochote chenye kupita, baina yadaihi, mbele ya mwenye kuswali. Na hapa ni pale ambapo sehemu anayoswalia yeye ni sehemu ambayo wanapita watu, kini sehemu ambayo hakuna watu wanaweza kupita mbele, wala hakuna haja ya hili, kwa sababu hakuna anayepita. Kama vile fi sahara, kwenye jangwa ambalo liko wazi kote, hakuna mtu anayepita pale, anayepita mbali huko. Lakini hili ni ile eneo ambalo tunaswali huko msikitini humu, alafu kuna watu wanapita wanarudi, basi unaruhusiwa wewe unayeswali ukamzuia anayepita mbele yako. Na hapa anayepita mbele yako maana yake nini? Anayepita mbele yako bimaana mahala ambapo tuliposema darasa lililopita, sehemu ambayo wewe uliposimama na unaposujudia, sehemu ambayo wewe uliposimama na pale unaposujudia, hii ndio sehemu yako wewe. Lakini akapita huko mbele, huwezi ukamzuia, sio sehemu yako hiyo. قال نسمع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نسمع أبو سعيد الخدري أنه كان يصلي في يوم جمعة. كما سعيد الخدري alikuwa anaswali fi yawm jum'atin, siku ya Jumaa, ila shay'in, kwenye kitu, akikielekea kitu, yasturuhu minan nas, kitu ambacho yasturuhu, kimemstiri na watu. Siku ya Jumaa alikuwa anaswali na mbele yake amekielekea kitu ambacho kile kitu kinamzuia yeye na watu. Ndio sutra hiyo. Sasa tulishataja huko nyuma sifa ya sutra indana fi madhhab, kiwe ni kitu ghalidh, kitu kigumu kinachosimama urefu wa dhiraa. Kwa hiyo Abu Sa'id al-Khudri alikuwa na swali siku ya Ijumaa, mbele ameweka sutra ambayo inamstiri yeye na watu. فأراد شاب من بني أبي معيط، فأراد akakusudia na akataka, shabun, kijana, min bani abi mu'ayt, wa qabila la bani abi mu'ayt, na kijana akawa amekusudia na ametaka an yajitaza, kuvuka, baina yadaihi, mbele ya Abu Sa'id al-Khudri. Na kijana akataka kuvuka pale, apite pale ambapo Abu Sa'id al-Khudri anaswali siku ya Ijumaa. Bila shaka ilikuwa ni swala ya sunna hii. Kwa hiyo kijana huyo alitaka kuvuka pale. Fadafa'a Abu Sa'id,
Abu Saidi akamzuia fi sadrihi, kifuani kwake, akamzuia kwenye kifua chake hivi, akamwekea mkono. Fadafaa, akamzuia Abu Saidi fi sadrihi, katika kifua chake yule kijana. Fanadhara ash-shabu, kijana alipozuiwa vile akatazama. Falam yajid masaghan, hakupata njia nyingine inayomuwezesha yeye kupita. Falam yajid masaghan ay falam yajid tariqan akhar, hakupata njia nyingine inayoweza yeye kuipita isipokuwa ndo hiyo hiyo. Illa baina yadayhi, isipokuwa mbele hapo hapo ya Abu Sa'id al-Khudri. Tukaangalia kulia, mbele, nyuma, kijana anaona bora pa kupita ni hapa hapa, na yeye ameshazuiwa hivyo. Faada, akarudi yule kijana liyajitaza, ili kwa ajili ya kuvuka tena pale pale. Shaangalia huku na kule, hajaona njia ya kupita, kwa akarudi tena ili avuke tena apite pale pale. Fadafa'ahu Abu Sa'id akamzuia, ashadda min al-ula, kwa nguvu zaidi kuliko ile ya mara ya mwanzo. Akamzuia kwa nguvu zaidi, ashadda, kwa nguvu zaidi, min al-ula, kuliko alivyomzuia mara ya mwanzo. Sasa lile jambo, yule kijana akaona, mbona huyu shekhe ananifanyia mimi hivi? Huwa kijana huyu naye alikuwa hana maarifa ya kwamba dini inataka hivyo, sheria inataka hivyo, hajui. Sasa kijana yule aliondoka, baada ya kuzuiwa aliondoka, na alipoondoka alikwenda kwa mtawala ambaye ni Marwan, akaenda kumshtakia, wala kuna shekhe mmoja kanifanya hivi na vile na vile. Fanala min Abi Sa'id, bimaana yule kijana akaenda kumtaja na kumsema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Manake fanala akaenda kumpatishia kesi, au akaenda kumsemea kesi. Fanala kumpatia, manake ni kule kumpatia, kumpa. Akaenda kumpa Abu Sa'id al-Khudri kesi kwa mtawala, na hii ni ishara kwamba watawala hawakuwa wana milango mikubwa ya kuzuiwa kuingia kwao. Thumma dakhala ala Marwan, kisha yule kijana aliingia kwa Marwani. Fashaka ilayhi, akamshtakia Abu Sa'idi, au fashaka ilayhi, akamshtakia Marwani mtawala, ma laqiya, kile alichokutana nacho, min Abi Sa'id, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri. Kwa kijana yule akakwenda kumshtaki, alikwenda kumshtaki kwa Marwan Abu Sa'id al-Khudri kwamba kuna huyu mzee kanifanya kainta wa kainta wa kainta. Kwa hiyo Marwan akabidi amwite Abu Sa'id, amwite. Wadakhala Abu Sa'id khalfahu, Abu Sa'id naye akawa ameingia nyuma ya yule kijana, baada ya kuwa taarifa zishamfikia, naye akafika pale nyuma yake ala Marwan, akawa ameingia kwa Marwan mtawala. Kwa hiyo kuna kijana alileta kesi, na huyu Abu Sa'id al-Imam rahimahullah wa radhiyallahu anhu yuko pale mbele ya mtawala. Faqala, mtawala akasema Marwan, ma laka walibni akhika ya Aba Sa'id, ma laka, kuna nini? Walibni akhika, na mtoto wa ndugu yako, ewe Aba Sa'id, ewe Abu Sa'id. Yani kuna jambo gani tena limetokea wewe na mtoto wa ndugu yako? Maana huyo kijana Marwan anasema, ni nini kimetokea baina yako na mtoto wa ndugu yako, na mtoto wa ndugu yako? Qala, anasema maana yake ni mtoto wa ndugu yako katika Uislamu, si kwa maana ya kama ndugu yako baba mkubwa, mtoto baba mdogo, hapana, sio hivi. Hii ni walibni akhika fil Islam, ni ndugu yako katika Uislamu, mtoto wa ndugu yako katika Uislamu, sio ndugu wa baba mmoja wala mama mmoja. Kwa hiyo umemfanyaje huyu kijana?
Qala, akasema Abu Sa'id al-Khudri, dalili, akasema moja kwa moja, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul. Abu Sa'id ni sahaba, anasema nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, pindi mtu atakaposwali, idha salla ahadukum, pindi atakaposwali mmoja wenu, ila shay'in, kukielekea kitu chochote, yasturuhu minan nas, anachojistiri nacho kwa watu. Mtu yote ule akiswali na kaweka kitu ambacho kinamtenganisha kati yake yeye na watu, fa arada ahadun, akakusudia mtu mmoja, ayajitaza, kuvuka, baina yadaihi, mbele yake, faliyadfa'hu, amzuie. Tumekasema hivyo, mzuie. Fa in aba, ikiwa atakataa, sasa yule mtu anayezuiwa akakataa, akalazimisha apite pale pale, Mtume anasema falyuqatilhu, basi ampige kwa nguvu. Falyuqatilhu, ampige. Fa innama huwa shaytanun, basi kwa hakika si vinginevyo huyo ni shetani. Hadithi hii pia kaipokea Muslim kwa matamshi haya. Hadithi hii inathibitisha wazi jambo la kupita mbele ya mwenye kuswali, na itakuja hadithi inayofuata. Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, jambo la mwanzo kabisa, amila bima ta'allama min an-nabii sallallahu alayhi wasallam, amefanyia kazi kile ambacho amejifundisha nacho kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alifundisha hivi na yeye akafanyaje? Hakifanyia kazi. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla ubadi alwadhan, ni lazima alichokijifunza mtu akifanyie kazi. Ni jambo la mwanzo kabisa, kwa sababu al-amalu yahtifu al-ilm, tendo au matendo huwasiliana na elimu, au ilmu huwasiliana na matendo, vina ambavyo wasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Na atakayejifunza kisha asifanyie kazi, huyo ni muadhabun qabla ubadi alwadhan, ataadhibiwa huyo يوم القيامه kabla hata wenye kuabudu misimu. Ataadhibiwa huyu kwanza, kwa sababu ana maarifa kisha hajafanyia kazi, na uwezo wa kufanyia kazi alikuwa nao. Hiyo ni faida ya kwanza. Abu Sa'id alijifunza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaishi na hilo jambo, na ndio maana alipoitwa kwa mtawala Marwan, alifika tu, sami'tu an-nabiyya, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kaita wa kaita wa kaita, sababu na ushahidi wa hilo jambo. Jambo la pili katika hadithi hii, aliposema falyuqatilhu, falyuqatilhu, neno hili ukilitafsiri kwa tafsiri ile ya Kitanzania, maana yake inatakikana mtu ampige. Inatakikana mtu ampige yule anayelazimisha kupita pale. Mtume kasema falyuqatilhu, na ampige. Sasa hili neno limetafsiriwa na kitendo chake huyu Abu Sa'id al-Khudri. Kasemaje kwenye hadithi hapo nyuma? Fadafa'ahu Abu Sa'id ashadda min al-ula, alimzuia Abu Sa'id, lakini kumzuia huku kuna nguvu zaidi kuliko kwa mara ya mwanzo. Kwa maana yake ni kumzuia kwa nguvu vile asipite, lakini sio ile kwamba tuchukue kofi umpige. Hapana, falyuqatilu. Hadithi hii imekuja yenyewe, wala hakuna maneno mengine. Yeye mwenye Abu Sa'id kasema fadafa'ahu Abu Sa'id ashadda min al-ula, alimzuia kwa nguvu zaidi kuliko mara ya mwanzo. Kwa ni kumzuia mtu kwa nguvu. Wewe kwenye sala unapigana vipi tena? Ndani ya sala tena uanze kukunja ngumi? La, sio hivyo. Kwa hiyo ni faida ya hadithi hii. Lakini pia vile vile katika hadithi hii tunapata kitu ya kwamba anayeng'ang'ania kupita, sababu yani
panakuja kwamba ni kwa nini tunaruhusiwa kumzuia kwa nguvu anayepita, anayelazimisha kupita. Sababu yake kasema hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa shaytanun, sio binadamu tena huyo. Fa innama huwa shaytan, tunamzuia kwa sababu huyo nani? Ni shetani huyo. Mara ya kwanza umemzuia, umemkingia mkono hiyo asipite, kaenda huko katafuta njia, naona hakuna, anakuja sasa kufosi kupita tena pale pale, mzui. Sasa huyu anayekuja huyo sio tena binadamu, bali huyu ni sheitan alijivalisha vazi la mwanadamu. Min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas. Kwa huyu ni sheitan, tumekasema hivyo. Kwa sheitani anaweza akajivalisha vazi la mwanadamu akaingia kwenye mwili wake akataka kumshawishi mtu na kumtoa katika itmiinan, kwenye utulivu wa swala. Sasa ili kumuondosha kwenye njia hii, Mtume kasema umzuie, fali yuqatilhu, amzuie kwa nguvu. Hadithi ya mwisho inafungamana na hii pia, babu ithmi almari baina yaday almusalli, mlango unaozungumzia ithmi, dhambi, almari, la mwenye kupita, baina yaday almusalli, mbele ya mwenye kuswali. Mtu anayepita mbele ya mwenye kuswali ana madhambi. Usipite mbele ya mtu anayeswali, usipite, kwa sababu kwenye hilo ndani yake pana madhambi. Usifanye hivyo. Muda wa kuwa mtu ushaona kwamba sehemu yake ya kuswali ni hii, basi usipite hapa katikati tena, kuna dhambi hapo ndani yake. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تمك سيما لو يعلم المار, لو angelijua mwenye kupita, lau angalijua mwenye kupita, baina yaday almusalli, mbele ya mtu anayeswali. Lau wewe unayepita ungejua yaliyopo mbele ya mwenye kuswali pale katikati, madha alayhi min al-ithm, nini kinampata katika madhambi? Madha alayhi min al-ithm, nini kinampata juu yake katika madhambi? Yani lau ungejua kwamba kupita mbele ya mwenye kuswali unapata madhambi ya kiasi gani, wewe unayepita, lakana, basi angelikuwa huyo mwenye kupita, an yaqifa, asimame, 40, asimame pale pembeni mwenye kuswali pale, kulia kwake kushoto kwake, asimame 40, khairan lahu, na hilo ni bora kwake yeye, min an yamurra baina yadayhi, kuliko kupita mbele ya mwenye kuswali. Qala rawi, anasema mpokezi wa hadithi, la adri, sijui, aqala, je Mtume kasema 40 yauman, asimame siku 40, au shahran, au miezi 40, au sanatan, au miaka 40, sijui. Kile nikasema tu 40 siku sijui, mwezi sijui, miezi sijui, miaka sijui. Hadithi ya Abi Juhaim radhiallahu anhu inatoa hukumu ya mtu mwenye kupita mbele ya mwenye kuswali. Hukumu yake ni haramun, na mwenye kupita ni athimun. Ni haramu, na mwenye kupita mbele ya mwenye kuswali anapata madhambi. Hoja hapa ieleweke. Kuna mtu anaweza kuwa na swali nyuma kule, halafu mtu akaogopa kupita hapo mlangoni. Hiyo usijitafsiri hivyo. Swali nyuma kabisa kule, hakuweka sutra kwa kutokuwa na maarifa, hajui yeye. Wewe unayepita hapa ili uingie, unaona ya kwamba siwezi kupita kwa sababu kuna mtu kule nyuma na swali. Sio hivyo. Baina yaday almusalli, sikiliza lugha ya Kiarabu,
baina yadayil musalli, mbele ya mwenye kuswali. Na tumepita nyuma tukasema ya kwamba kipimo kilichopimwa baina yadayil musalli, mbele ya mwenye kuswali, ni mahala aliposimama na mahallu sujudi, na sehemu anaposujudia. Hii ndiyo sehemu ya mbele ya nani? Ya mwenye kusujudu. Kwa hiyo usiseme kwamba yupo kule, mimi siwezi kupita huko, sababu Mtume kasema ningelijua yaliyopo baina ya mwenye kuswali na mbele yake pale, ningesimama 40. Huku sasa ni mbali, huku sio mbele ya mwenye kuswali, huku sio mbele ya mwenye kuswali. Mbele ya mwenye kuswali ni pale yeye anaposujudia, pale palipostahiki kuwekwa sutra yake. Hii ndio baina ya yadai almusalli. Kwa hiyo mtu atakayepita mbele ya mwenye kuswali kwenye mazingira hayo, Mtume kasema sallallahu alaihi wasallam, angelijua kilichopo, angefahamu kilichopo pale, angesimama kushoto au kulia 40. Sijui 40 siku, sijui 40 miezi, sijui 40 miaka, angesimama tu. Kwa hii sasa, haya maneno yanathibitisha waidun shadidun, makemeo makali kabisa. Mtu yoyote aliyeweka sutura yake usipite mbele yake, aliyeweka sutura yake usipite mbele yake. Na ikumbuke tulisema pia ni yale mazingira ambayo ni mazingira hapa hayaingii yale mazingira ambayo watu hawapiti, haya hayaingii hapa. Mazingira ambayo watu hawapiti, haya hayaingii. Mazingira ambayo mtu hawezi kupita, haya hayaingii hapa. Nimetolea mfano kwenye Sahara, kwenye jangwa kubwa, lile jangwa kubwa kule, hakuna anayepita, ni wewe peke yako. Kwa hiyo upite kule, upite wapi, hakuna mtu anayepita mbele yako. Kinachotazamwa hapa ni baina ya yadayil musalli. Na mwisho katika faida ya hadithi hii ni kwamba Abu Juhaim radhiyallahu anhu, ambaye ni mpokezi wa hadithi hii, amethibitisha ya kwamba la adri, sijui. Hili neno hili la adri ni tambihun, ni zinduo ya kwamba hii sasa ndio elimu yenyewe. Yani hili neno hili kwamba sijui, hii ndio elimu yenyewe, kama alivyosema nani? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, man qala la adri faqad ta'allama, atakayesema sijui kapata elimu, huyo ndio ashajifundisha. Lakini pia vile vile neno hili linathibitisha wara'uhu, uchamungu wake hadha sahabiyun jalil, kwa sababu hajataka yeye aingie kwenye masaili ya dini au ajiingize kwenye masala ya kielimu, wa huwa la yadriha, hayajui, na hali ya kuwa hayajui amejiingiza huko, amejiepusha huko, kwa sababu katika madhambi makubwa mno, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika madhambi makubwa ni kumsemea Allah msilolijua. Kwa huyu yeye kaona la adri, mimi sijui, kama ni mwaka, kama ni miezi, kama ni siku, mimi sijui, sina maarifa na hili. Al-Imam al-Bazzari yeye kwenye musnadi wake yeye ametaja 40 kharifan, yani katamka 40 kharifan kwa maana mwaka 40 kharif, miaka 40 kataja hivyo. Lakini fi al-Bukhari wa Muslim hapaja bainishiwa kwamba ni 40 nini. Kwa hiyo inabakia 40, asimame pale 40, sawa sawa ni siku, sawa sawa ni miezi. Kwa hili neno la adri, huu ndio msingi wa elimu. An yaqifa ar-rajul haythu intaha ilmu, asimame mtu pale ambapo elimu yake imeishia. Asipolijua aache, silijui hilo. Asipolijua jambo aseme hilo sina maarifa nalo. Kwa hii ni tambiha adhim jiddan, ni zingatio zuri sana alilolitoa Abu Juhaim radhiyallahu anhu. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.